Siku Idi Amin alipotaka nusu ya Kenya, historia ya Afrika Mashariki imejaa hadithi za viongozi waliotumia siasa, jeshi na vitisho kueneza nguvu zao. Lakini hakuna tukio lililoshtua Kenya na majirani zake kama pale dikteta wa Uganda, Idi Amin Dada, alipotangaza kwamba Kenya ilimpasa kumrudishia nusu ya ardhi yake. Tukio hili lilitingisha eneo lote na kuacha kumbukumbu za hofu, ucheshi na somo la kisiasa. Idi Amin ni nani? Idi Amin Dada alizaliwa karibu na Koboko, kaskazini magharibi mwa Uganda, takriban mwaka 1925. Alipanda ngazi jeshini akiwa mwanajeshi wa King's African Rifles chini ya Waingereza, kisha akapindua serikali ya Milton Obote mwaka 1971 mara baada ya kuchukua madaraka. Amin alijitangaza kuwa rais wa maisha yote, mkombozi wa Afrika, simba wa Juda na ngome ya dini za dunia. Lakini sifa hizi hazikuficha sura yake ya kikatili. Aliendesha utawala wa hofu uliosababisha vifo vya makumi ya maelfu ya Waganda. Hata hivyo, mbali na ukatili, Amin pia alikuwa na ndoto kubwa za kupanua mipaka ya Uganda. Ndipo mwaka 1976 alipoigeukia Kenya. Historia ya mpaka kati ya Kenya na Uganda, mipaka ya sasa ya Kenya na Uganda, ilichorwa na wakoloni wa Uingereza. Katika miaka ya 1920, baadhi ya maeneo ya magharibi mwa Kenya, hasa wilaya ya Turkana, Kisumu na sehemu za Rift Valley, yaliwahi kudhibitiwa kiutawala na Kampala kabla ya kugawanywa rasmi. Idi Amin, akitumia historia hii ya kikoloni, alianza kudai kwamba Kenya ilipaswa kumrudishia maeneo hayo. Kwa maneno yake, nusu ya Kenya ni mali ya Uganda. Tarehe ya mshtuko, Julai 1976. Mnamo Julai 1976, wakati dunia bado ilikuwa inazungumzia tukio la Operation Entebbe, shambulio la wanajeshi wa Israel waliowaokoa mateka katika uwanja wa ndege wa Entebbe, Amin aliamua kutafuta kiki mpya. Alipokuwa akihutubia wanahabari na wafuasi wake jijini Kampala, alitoa tangazo la kushtua: Kenya inapaswa kuturudishia ardhi yetu kuanzia Naivasha, Eldoret, Kisumu hadi maeneo ya magharibi. Nusu ya Kenya ni mali ya Uganda na tutairudisha kwa vyovyote vile. Hali ya taharuki Nairobi. Habari hizi zilipofika Nairobi, Wakenya waliingiwa na hofu kubwa. Rais wa Kenya wakati huo, Mzee Jomo Kenyatta, alikuwa mzee na dhaifu kiafya, lakini alisimama kidete kulinda mipaka ya taifa. Vikosi vya Kenya Defence Forces KDF vilipangwa mpakani. Serikali ya Kenya ilianza maandalizi ya dharura ya kivita. Wakenya wengi waliamini kwamba vita kati ya Kenya na Uganda vilikuwa karibu kulipuka. Gazeti la Daily Nation na East African Standard yaliandika kwa vichwa vikubwa: Amin adai nusu ya Kenya, na umma ukaingiwa na mshangao na kicheko kwa wakati mmoja. Sauti za kimataifa. Tangazo la Amin halikuchukuliwa kwa mzaha tu na Kenya. Jumuiya ya kimataifa ilishtuka. Tanzania, ambayo tayari ilikuwa na uhusiano mbaya na Amin, ilimwona kama kichaa anayehatarisha amani ya kikanda. Uingereza na Marekani zilituma ujumbe wa tahadhari zikimtaka asivunje amani. Umoja wa nchi za Kiafrika OAU uliomba mazungumzo ya kidiplomasia, lakini Amin, kwa kujua jinsi alivyopenda kujionyesha, aliendelea kurudia madai yake kwenye hotuba mbalimbali. Kwa nini kweli Amin alidai nusu ya Kenya? Wataalamu wa historia wanatoa sababu kadhaa. Moja, kiki ya kisiasa baada ya aibu ya Entebbe. Baada ya Israel kumwaibisha waziwazi, alihitaji tukio la kuteka vichwa vya habari. Mbili, kutaka kufunika matatizo ya ndani. Uchumi wa Uganda ulikuwa ukiporomoka, upinzani uliongezeka, na alihitaji adui wa nje kuwabebesha lawama. Tatu, ndoto za kupanua mipaka. Amin mara nyingi alionekana kama mtu aliyekuwa na ndoto za dola kubwa la Uganda linalojumuisha Kenya na Sudan Kusini. Ujasiri wa Kenyatta. Licha ya udhaifu wake wa kiafya, Rais Kenyatta hakutishwa. Aliwaambia Wakenya kwa maneno mazito, ardhi ya Kenya haitauzwa, haitatolewa na haitachukuliwa na mtu yeyote. Mawaziri wake akiwemo Daniel Arap Moi, Charles Njonjo na Mwai Kibaki walijipanga kuhakikisha jeshi la Kenya lipo tayari.
Wanajeshi walipelekwa mpakani Busia na Malaba, na ndege za kivita ziliruka juu kwa mazoezi ya kijeshi. Wakenya wa kawaida walivyohisi. Kwa mwananchi wa kawaida, madai ya Amin yalionekana ya kushangaza na ya kuchekesha. Watu walifanya mzaha, atachukua nusu ya Kenya aje na lori zipi? Je, naye anataka Mombasa au atabaki na Kampala yake? Lakini nyuma ya ucheshi huo kulikuwa na hofu, hasa kwa wakazi wa magharibi waliokuwa karibu na mpaka. Je, Amin alikuja kweli kujaribu kuvamia? Kihistoria, hakuna ushahidi thabiti kwamba Amin alijaribu kuandaa uvamizi mkubwa wa kijeshi dhidi ya Kenya. Wengi wanaamini alitumia maneno kama silaha ya propaganda, lakini Kenya haikuchukua poa. Ripoti za kijasusi zilisema kulikuwa na vikosi vya Uganda vilivyopelekwa karibu na mpaka, jambo lililofanya Nairobi kuchukua tahadhari zaidi. Matokeo na kushindwa kwa ndoto ya Amin. Madai ya Amin hayakufanikiwa kwa sababu kadhaa. Moja, jeshi la Kenya lilikuwa na mshikamano mzuri, tofauti na Uganda ambako kulitawaliwa na hofu na usaliti. Mbili, ushirikiano wa kimataifa. Mataifa makubwa yalimshinikiza Amin aache vitisho. Tatu, nguvu ya Tanzania. Rais Julius Nyerere tayari alikuwa adui mkubwa wa Amin na alionyesha wazi kuwa angeisaidia Kenya kama uvamizi ungefanyika. Baada ya wiki chache za makelele, madai ya Amin yakayeyuka na hadithi ikabaki kama kumbukumbu ya siasa za vitisho. Baada ya hapo, anguko la Amin. Miaka mitatu baadaye, mwaka 1979, Amin alipinduliwa na majeshi ya Tanzania pamoja na waasi wa Uganda. Alikimbilia uhamishoni nchini Saudi Arabia ambako alikufa kimya kimya mwaka 2003. Ndoto yake ya nusu ya Kenya ilibaki kama kichekesho cha kihistoria. Somo kwa vizazi vijavyo. Kisa hiki kinafunza mambo matatu muhimu. Moja, mipaka ya Afrika ni urithi wa ukoloni, lakini inaheshimiwa kimataifa. Mbili, viongozi wanaotumia vitisho kwa majirani mara nyingi huficha matatizo yao ya ndani. Tatu, nguvu ya wananchi na mshikamano wa taifa ndiyo kinga bora dhidi ya vitisho vya nje. Siku ile Idi Amin alipotangaza kwamba Kenya impatie nusu ya ardhi yake, historia ya Afrika Mashariki ilipata ukurasa wa kushtua na wa kuchekesha kwa wakati mmoja. Kenya ilibaki imara, Wakenya walicheka lakini pia wakajiandaa, na dunia ikashuhudia kiongozi mmoja akijidanganya kwamba ndoto za mipaka zinaweza kubadilishwa kwa maneno matupu. Kwa hakika, Amin alitaka kuandika historia kwa vitisho, lakini historia ilimwandika kama mfano wa onyo. Madikteta hudumu kwa muda, lakini ukweli na mshikamano wa watu hudumu milele.